لله رب العالمين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا مصطفى صلى الله عليه وسلم. يقول الله تبارك وتعالى بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم سلمنا ونجنا من النار يا رب العالمين. Baada kumhimidi Allah subhanahu wa ta'ala ambaye kwamba kwa taufiki yake tunakusanyika moja katika majumba yake matukufu, si kwa ajili ya biashara nyingine bali kwa ajili ya kutekeleza amri yake subhanahu wa ta'ala. Hal kadhalika rehma na amani zimuendee nabii wetu kiongozi wa huu umma, si mwingine bali ni Muhammad bin Abdullah, rahma na amani zimuendee. Awalan, ndugu zangu Waislamu, nawahusia nafsi zenu pamoja na kuihusia nafsi yangu kwa ajili ya kumwogopa Allah subhanahu wa ta'ala. Waman yattaqillaha faqad faz, kama qala Allah ta'ala, inna lilmuttaqina mafaza. Hakika wale ambao kwamba ni wenye kufuata amri za Allah subhanahu wa ta'ala, kwa hakika watakuwa ni wenye kufaulu hapa duniani na kesho akhera. Amma mawdu'u khutbatina al-yawma, yaqulu Allah tabaraka wa ta'ala fi kitabihi al-karim ba'da a'udhu billahi minash shaitanir rajim: wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, iogopeni siku ambayo kwamba mtakuwa ni wenye kurudi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kila mmoja atakuwa ni mwenye kulipa kile ambacho kwamba alikuwa ni mwenye kutanguliza katika hii dunia. Ayi yaumin hadha, ni siku gani hii ndugu zangu Waislamu? Yawman la yanfa'u malun wala banun illa man ata Allah biqalbin salim. Ni siku ambayo kwamba haitamfaa yeyote watoto wake wala mali zake isipokuwa yule ambaye kwamba atamrudia Allah subhanahu wa ta'ala na moyo kwamba umesalimika. Ayu yaumin hadha, ni siku gani hii ndugu zangu Waislamu? Yaumin kana miqdaruhu 50,000 sana, ni siku ambayo kwamba urefu wake kadiri yake Mwenyezi Mungu anatuambia ni kana kwamba miaka 50,000. Ndugu zangu Waislamu, hii siku ndugu zangu Waislamu, kila mmoja atakuwa mmoja kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala. Mtume ametuambia katika hadithi: ma minkum min ahadin illa
hakuna miongoni mwetu yule ambaye kwamba atakuwa ni mwenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala, isipokuwa atakuwa ni mwenye kuzungumza na Allah subhanahu wa ta'ala bila mkalimani. Ndugu zangu Waislamu, ni yapi ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuzungumza nayo Allah subhanahu wa ta'ala? Mwenyezi Mungu anatuambia kwa hakika kila mmoja atakuwa ni mwenye kuulizwa juu ya yale ambayo kwamba alikuwa anafanya hapa duniani. Ndugu zangu Waislamu, Mwenyezi Mungu anasema fala nas'alanna alladhina ursila ilayhim wa la nas'alanna al-mursalin, kwa hakika tutakuwa ni wenye kuulizwa, tutakuwa ni wenye kuuliza wale ambao kwamba walitumiwa mitume, na kwa hakika kila mtu, ndugu zangu Waislamu, mpaka wale ambao kwamba walitangulia, hakika kila mtu alitumiwa mtume. Na pia vile vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema na atakuwa ni mwenye kuuliza mitume pia vile vile. Ndugu zangu Waislamu, ni yapi haya ambayo kwamba utakuwa ni mwenye kuuliza? Ndugu zangu Waislamu, hakika hautakuulizwa mengine isipokuwa yale ambayo kwamba unayafanya hapa duniani katika huu mgongo wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema fa rabbaka las'alannahum ajma'in amma kanu ya'malun. Allah subhanahu wa ta'ala anaapa kwa hakika tutakuwa mwenye kuwahoji kila mmoja wenu, na tutakuwa mwenye kumuuliza jambo lingine, amma kanu ya'malun, yale ambayo kwamba walikuwa wakifanya katika huu mgongo wa ardhi. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo ndugu zangu Waislamu, ni juu yako kujiuliza ni yapi ambayo kwamba unayofanya. Je, itakuwa ni maswali rahisi mbele Allah subhanahu wa ta'ala, ama itakuwa ni maswali ambayo kwamba itanitatiza mbele Allah subhanahu wa ta'ala? Turudi katika hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hadithi imepokelewa na Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la tazulu qadama 'abdin hatta yus'al 'an arba'. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema hakika mmoja wenu hatainua moyo wake, hatasongeza mguu wake mpaka atakuwa ni mwenye kuulizwa juu ya maswali manne. Ndugu zangu Waislamu, swali la kwanza, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema an umrihi fima afna, je, uliutumia umri wako vipi? Wa an shababihi fima abla, na je, ujana wako uliutumia na kumaliza vipi? Wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu, na juu ya mali yako ni vipi ulivyoichuma na ni vipi ambavyo kwamba uliweza kuitumia na kuitoa. Ndugu zangu Waislamu, ama swali la mwisho, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema utakuwa ni mwenye kuulizwa wa an ilmihi fima fa'ala fihi, na juu ya elimu yako uliitumia vipi. Ndugu zangu Waislamu, na hiyo ni mada yetu ya leo. Ndugu zangu Waislamu, maswali manne ambayo kwamba utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia kwa hakika hakuna yeyote ambaye kwamba atainua mnyayo wake mpaka atakuwa ni mwenye kuulizwa haya maswali na kuyajibu. Ndugu zangu Waislamu, ama tukirudi katika swali la kwanza, wa an umrihi fima afna, ni vipi ulivyotumia umri wako? Ndugu zangu Waislamu, kwa hakika kila mmoja atakapoulizwa juu alivyotumia umri wake, kila siku mwanadamu ni mtu wa sababu. Ndugu zangu Waislamu, kwa hiyo kwa kila mtu atakuwa na sababu zake, mwishowe Mwenyezi Mungu atamuingiza katika moto wa Jahannam. Huyu mwanadamu analia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, rabbana akhrijna na'mal salihan ghayra alladhi kunna na'mal. Huyu mwanadamu analia kwa Allah subhanahu wa ta'ala, Mola wetu, turudishe katika ardhi tuweze kufanya yale ambayo kwamba tuliacha. Ndugu zangu Waislamu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala anamjibu, anamwambia aje, awalam nu'ammirukum ma tadhakkaru fihi man tadhakkara, je, hatukupatia muda wa kutosha ukawa mwenye kufikiri, wala kwamba mwenye kufikiri? Wajaakum nadhir, na kawajieni wenye kuonya, ambao kwamba ni mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala, ambao kwamba ni maulama, ambao kwamba
mwisho Allah subhanahu wa ta'ala anasema fadhuku fama lidhalimina min nasir. Basi Allah subhanahu wa ta'ala anakuambia basi onja nini ndugu zangu Waislamu, onja adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hakika wenye kudhulumu hawana yule ambaye kwamba anakunusuru hiyo siku subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, ikiwa kwamba Allah amekujalia umri miaka 20, miaka 40, miaka 60 na zaidi, ndugu zangu Waislamu, jua kwa hakika tutakuwa mwenye kuulizwa juu ya huu umri wetu. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia katika hadithi yake, kuna kundi ya watu hawatakuwa na sababu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ni watu gani hao ndugu zangu Waislamu? Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi, laqad a'dhara Allahu ila 'abdi fi umrihi ahyahu hatta balagha 60 sana. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema kwa hakika ashapata udhuru, ashapata uonyaji yule ambaye kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amemjalia umri wake ni zaidi ya miaka 60. Ndugu zangu Waislamu, tufahamu ndugu zangu Waislamu, ikiwa Allah subhanahu wa ta'ala amekujalia umri ni zaidi ya miaka 60, basi tambua hautakuwa na sababu yoyote mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Ile umri ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala amekupatia ni sababu ya wewe kukaa chini na kufikiria na kurudi kwa Allah subhanahu wa ta'ala. Vipi yule ambaye kwamba kufikisha miaka 40? Ndugu zangu Waislamu, ndio swali letu la pili, wa an shababihi fima abla. Na juu ya ujana wako, vipi ulimaliza ujana wako? Ndugu zangu Waislamu, vipi ulimtumia ujana wako? Na hili swali si kwa vijana peke yao, bali hata kwa wazee. Ndugu zangu Waislamu, baada ya Allah subhanahu wa ta'ala kukuuliza uliutumiaje umri wako wote, tena tarudi nyuma. Ndugu zangu Waislamu, anakuuliza vipi ulimaliza ujana wako? Ndugu zangu Waislamu, Mtume sallallahu alaihi wasallam anatuambia iftanimu khamsan qabla khamsin, tanguliza mambo matano, wahi kutanguliza mambo matano kabla ya matano kuingia. Ndugu zangu Waislamu, na tutazungumzia mambo mawili ndugu zangu Waislamu katika hii hadithi. Mtume sallallahu alaihi wasallam, miongoni mwa haya mambo matano kabla ya matano, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema shababaka kabla gharamika, ni utumie ujana wako kabla ya uzee kuingia. Ndugu zangu Waislamu, ni wapi ambao kwamba leo hii wanatumia ujana wao kwa ajili ya mambo ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kutekeleza ibada ya Allah subhanahu wa ta'ala, kwa ajili ya kufanya kazi yake ili kutafuta riziki za halali? Ndugu zangu Waislamu, hakika tutakuwa mwenye kuuliza mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala juu ya umri wetu na juu ya ujana wetu. Ndugu zangu Waislamu, na jambo lingine ambayo kwamba yafaa kutanguliza mambo matano kabla ya matano, Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema wasihatika kabla sakamika, na siha yako ingali nzuri. Ndugu zangu Waislamu, yafaa utangulize ukiwa una ujana, una nguvu, fanya ibada, maana itafika wakati utakuwa unalia miguu, siwezi kusimama, siwezi kufanya nini. Bali ukiwa katika huu hali ya ujana, ndugu zangu Waislamu, basi ni juu yako kufanya ibada. Ndugu zangu Waislamu, ukijua kuna wakati nitaingia kwa uzee na huu uzee labda itamzuia kufanya ibada fulani, ndugu zangu Waislamu, jibu sawa ambapo kwamba utakuwa mwenye kumjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama ni vile Allah subhanahu wa ta'ala anasema wabtaghi fima ataka Allahu dara al-akhirah wala tansa nasibaka min ad-dunya. Jibu sawa peke yake ndugu zangu Waislamu ni vile utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala na kumwambia wabtaghi fima ataka Allah dara al-akhirah. Mwenyezi Mungu anasema na muweze kutafuta makazi yake akhira kwa yale ambayo kwamba aliwapatia katika hii mgongo ardhi, na mojawapo ni huu umri ambao kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia. Basi tuweze kutumia huu umri
ili tuweze kupata makazi mema akhira. Wala tansa nasibaka min ad-dunya, lakini usisahau fungu lako hapa duniani, ndugu zangu Waislamu. Kwa hivyo hilo ni jibu sawa pekee yake ambalo kwamba utamjibu Allah subhanahu wa ta'ala siku ya kiyama. Swali la pili ama swali la tatu, ndugu zangu Waislamu, wa an malihi min aina iktasabahu wa fima anfaqahu. Na swali lingine utakaloulizwa ndugu zangu Waislamu ni juu ya mali yako, ni vipi ulivyoichuma na ni vipi ulivyoitumia, ndugu zangu Waislamu. Masahaba walimwendea Mtume sallallahu alayhi wasallam, wakawa mwenye kumuuliza Mtume sallallahu alayhi wasallam, ni vipi tutaweza kutoa kwa ajili ya Allah subhanahu wa ta'ala? Ni vipi tutaweza kutoa kwa ajili ya hii riziki ambayo kwamba Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia? Kwanza tuweze kuangalia vipi Allah subhanahu wa ta'ala ametujalia ama ametuelekeza kutafuta mali, ndugu zangu Waislamu. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, huwa alladhi ja'ala lakum al-ardha dhalulan famshu fi manakibiha wa kulu min rizqihi wa ilayhi nushur. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, kwa hakika yeye Allah subhanahu wa ta'ala ndiye amejalia hii ardhi kuwa ni dhalili, kuwa ni nyonge, ili tuweze kutafuta riziki ndani mwake. Na kama mnakutusia, basi zungukeni katika kila pande ya dunia muweze kupata riziki katika hii ardhi, ndugu zangu Waislamu. Lakini si kila riziki ama kwamba si kila chochote ambacho tunachopata yafaa kuchukua na kuweka katika mdomo ama kujilimbikizia kuwa ni mali yako, kwa sababu kuna vingine za haramu, ndugu zangu Waislamu. Ya ayuhan nas, Allah subhanahu wa ta'ala atuhusia, ya ayuhan nas, enyi watu, kulu mimma fil ardi halalan tayyiba, kuleni katika mgongo wa ardhi, kuleni katika ardhi vile ambavyo kwamba ni halali tena ni vizuri, ndugu zangu Waislamu. Si chochote ambacho kwamba unapata unachukua, maana kuna vingine ni haramu, kama vile riba ni haramu, ndugu zangu Waislamu. Katika huu mgongo wa ardhi kuna mali za mayatima hufai kuuza, ndugu zangu Waislamu. Kuna zingine ambazo kwamba watu wanachuma mali kwa njia ya kunyang'anya, katika njia nyingine ambazo kwamba hazifai. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia, yawma yahuddu adh-dhalimu ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadhtu ma'a ar-rasuli sabila. Hii siku ya kiyama mwanadamu atakuwa mwenye kuuma kidole chake, yule ambaye kwamba alikuwa mwenye kudhulumu atakuwa mwenye kuuma kidole chake na kusema, ya laiti yangu mimi katika mgongo wa ardhi ningeshika njia ya mitume wa Allah subhanahu wa ta'ala. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ni nini ambacho kwamba yafaa uulizwe, ni nini ambacho kwamba utaulizwa, ni vipi ulichuma hii mali, ndugu zangu Waislamu? Kwa hivyo ni juu yako kujua mali ambayo kwamba niko nayo, gari ambalo kwamba nalikimilia, nyumba ambayo kwamba nimeijenga, je, nimeipata vipi? Na je, nitajibu haje mbele Allah subhanahu wa ta'ala hii swali, ndugu zangu Waislamu? Haya ni maswali, ndugu zangu Waislamu, tunayasikia katika huu mgongo wa ardhi, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala yatakuwa ni magumu, yatatufanya tuwe mwenye kutoka majasho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, ndugu zangu Waislamu. Utakapoulizwa ni vipi ulikochuma mali yako, usione kwamba basi nishamaliza maswali yangu, bali utaulizwa, ndugu zangu Waislamu, ni vipi ulitumia hiyo mali yako na ni vipi ulikoitoa, ndugu zangu Waislamu. Je, ulitumia katika njia ambazo kwamba si za kumridhisha Allah subhanahu wa ta'ala? Je, umeitumia ama umeitoa kwa ajili ya mambo ya muharamati, ndugu zangu Waislamu? Allah subhanahu wa ta'ala anajibu Mtume sallallahu alayhi wasallam baada ya masahaba wa Mtume sallallahu alayhi wasallam kuja kumuuliza Nabii Muhammad sallallahu alayhi wasallam, ni vipi tutatoa mali zetu, ndugu zangu Waislamu? Na ndio jawabu sahihi ambalo kwamba utakuwa mwenye kusalimika nalo mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala.
Allah subhanahu wa ta'ala anasema yas'alunaka madha tunfikun, anauliza Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, je, wanakuuliza jinsi kwamba watakuwa mwenye kutoa mali zao? Kul ma anfaqtum min khairin falwalidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa binis sabil wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim. Mtume sallallahu alaihi wasallam anaambiwa na Allah subhanahu wa ta'ala, basi waambie njia ambayo kwamba ni sawa, jinsi ambavyo kwamba wafaa kutoa mali yao ni watoe kwa ajili ya kuwasaidia wazazi wao, wabilwalidaini ni kusaidia wazazi wao, wal aqrabina na wale watu ambao kwamba wako karibu na wao, wal yatama na mayatima, wal masakin na wale ambao kwamba ni maskini, wa binis sabil na wale ambao kwamba wanapita njia, wama taf'alu min khairin fa inna Allaha bihi alim, na yule ambaye kwamba atafanya wema wote basi Allah subhanahu wa ta'ala ana ilmu juu yake. Ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, hiyo ndio njia ama jibu sahihi ambalo kwamba labda utanusurika na adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala utakapoulizwa ni njia gani ambayo kwamba ulitumia kutafuta mali yako na njia gani ambayo kwamba uliweza kutumia na mali yako ama kuitoa. Na ndugu zangu Waislamu, kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anasema wa'lamu annama amwalukum wa auladukum fitna wa anna Allaha 'indahu ajran 'azima. Allah subhanahu wa ta'ala anatuambia wa'lamu, tambueni, annama amwalukum, hakika ya mali zenu, wa auladukum fitna, na watoto wenu ni fitna. Ndugu zangu Waislamu, leo hii nakubali kwamba watoto wangu na mali yangu ni mtihani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Na itakuwa vipi mtihani mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala? Angalia hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema man taraka kanzan, mwenye kuacha kanzan, wa lam yu'ti zakata, na hakuitolea zaka. Ndugu zangu Waislamu, mwenye kuacha mali na hakuitolea zaka, ndugu zangu Waislamu, shujja'a mubtila lahu yawm al-qiyama bishuja'a al-aqra, basi siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anaacha hiyo mali yako. Ndugu zangu Waislamu, anaichukua hiyo mali yako ambayo kwamba hakuitolea zaka, haukutoa sadaka, anaigeuza mfano wa nyoka ambayo kwamba inaitwa shuja'a al-aqra. Wengi tumesikia ni nyoka ambayo kwamba ni yenye kumtembelea mwanadamu ndani ya kaburi wakati amekosa kutekeleza kipindi cha swala. Ndugu zangu Waislamu, siku ya kiyama Allah subhanahu wa ta'ala anageuza hiyo nyoka, inakuwa ni kufuata na kukimbiza, inakushika, inajifunga katika shingo lako, linakuambia ewe Muislamu, hii ndio mali yako ambayo kwamba ulikuwa hautolei zaka, ulikuwa hautolei sadaka. Basi ndugu zangu Waislamu, Allah subhanahu wa ta'ala anaiamrisha, inaweza kukuuma. Ndugu zangu Waislamu, mali zako ambazo kwamba umezituma mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala inakuwa ni sababu ya kupata fitna, inakuwa ni sababu ya kupata mtihani, inakuwa ni sababu ya kupata adhabu ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hivyo ndugu zangu Waislamu, katika huu msikiti alhamdulillah wanakamati wameunda jopo fulani maalum, kamati ya zakatul mali. Una zakatul mali yako, umetafuta labda kumpatia, umeshindwa, basi kuja ulizia, leta zakatul mali yako ili yaumul kiyama isikuwe mtihani kwetu sisi. Ndugu zangu Waislamu, na swali la mwisho ndugu zangu tukimalizia hotuba ya leo, wa an ilmihi fima fa'ala fihi, na utaulizwa siku ya kiyama na Allah subhanahu wa ta'ala juu ya elimu yako, ni vipi ulivyoitumia. Na kila siku tumesikiza ama tukisikiza hii elimu, basi kila mtu anafikiria ni maustadhi, ni maulama. Bali ndugu zangu Waislamu, kila ambacho kama nataka kuzungumzia leo, elimu ambayo kwamba uko nayo ndugu zangu Waislamu, umesikia ama umeambiwa kitu fulani ni haramu, hiyo ni elimu, basi utakuwa ni mwenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Baada ya kuambiwa pombe ni haramu, hiyo ni elimu. Je, umeiacha ama bado unaendelea? Kama umesikia zina ni haramu,
hiyo ni elimu ushaipata. Je, umeiacha ama bado unaendelea katika hayo maharamati? Ndugu zangu Waislamu, na jambo lingine ndugu zangu Waislamu, elimu ambayo kwamba pia tunayatumia ama tuko nayo hatutumii, na baada ya kuambiwa hatuchukulii maanani. Kila siku ndugu zangu Waislamu unasikia adhana, ni salatu dhuhuri, ni salatu al-asr ama sala yote ile. Hiyo ni elimu ushaambiwa kwamba wakati wa swala imeshafika. Je, unachukua jukumu gani baada ya kusikia hizo adhana? Ndugu zangu Waislamu, utaulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala, hakusikia adhana fulani? Haukuambiwa hili jambo ni haramu? Baada ya kusikia hili jambo ni halali ya ulifanya, je, ulichukulia maana kuendeleza kufanya ama ulipuulizia? Ndugu zangu Waislamu, hayo ni maswali ambayo kama ndugu zangu Waislamu tutakuwa mwenye kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Nikimalizia, mwalimu wangu mmoja alikuwa ananiambia ama alikuwa anatuambia, kuna wale kwa kwamba wanafanya udanganyifu katika mtihani. Mkishapewa karatasi za mtihani, kuna wengine wanaingia na vitabu. Akawa mmoja kusema siku moja, basi siku moja nitaseti mtihani na nichukua ni walau uweze kuingia na vitabu zenu, na yule ambaye kwamba atapata 20% nitampatia zawadi. Ndugu zangu Waislamu, tusichukulie hayo ni maswala ambayo kwamba tumeambiwa na tunajua tutakuja kuulizwa mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Katika ulimi tunaona ni rahisi, lakini mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kwa hakika itatoa majasho mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala. Aqulu qawlan hadha astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat wal ahya'i minhum wal amwat innahu huwal ghafurur rahim wa huwal barrul karim.